Naam, ni matukio ambayo yaliweza kufanyika baada ya Rais Mama Daktari Samia Suluhu kumaliza hotuba yake na kuondoka, walipokuwa wanakumbuka wale ambao waliweza kupigania nchi, huku akiandika kwenye mtandao wake wa kijamii haswa X kuwa nchi ya Tanzania inawakumbuka wale wote ambao waliweza kupigania nchi, na siku ya tarehe 25 mwezi wa Julai ni siku ya kuwasherekea, ama ni siku ya kumbukumbu ya kuwasherekea wale wote ambao walijitahidi kupigania nchi, huku wananchi wakisisitiza kwamba rais hana mamlaka ya kusherekea siku hii, kwa maana hajawapa nafasi wananchi kujieleza na pia vyombo vya habari kujieleza pamoja na viongozi wa upinzani. Mtandao wake wa X hivi ndivyo aliweza kuandika: Julai 25, kila mwaka ni siku ya mashujaa, siku adhimu ya kuwakumbuka na kuenzi wote waliotoa maisha yao kupigania uhuru na kulinda amani ya nchi yetu. Kwa ujasiri, uzalendo na kujitolea kwao walituachia msingi imara wa uhuru, amani, umoja na mshikamano tunauenzi hadi leo. Tunapowakumbuka mashujaa wetu, tuendelee kulinda tunu walizotuachia kwa kudumisha amani, umoja na kufanya kazi kwa bidii katika kujenga Tanzania yenye maendeleo na ustawi kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Mungu ibariki Tanzania. Huku wananchi kwenye comment section wakiandika maoni yao mbali kuwa wao walifanya vyema kupigania nchi, lakini kwa sasa Rais Samia Suluhu anatumia madaraka yake kuendeleza ama kuongoza nchi kwa njia ya udikteta. Rais Mama Daktari Samia Suluhu ameweza kukumbana na wakati mgumu baada ya kuzomewa na sehemu ya wananchi, kama ulivyotangulia kuona mwanzoni mwa hii video, ambao walihudhuria sherehe za kumbukumbu za waliopigania uhuru wa taifa. Hilo limetokea muda mfupi baada ya mkuu huyo wa nchi Rais Samia Suluhu kusimama kuhutubia umati uliokuwa umefurika katika uwanja wa sherehe. Kwa mujibu wa wale ambao waliweza kuhudhuria kumbukumbu hiyo ama hotuba ya Rais Mama Daktari Samia Suluhu, walieleza kuwa wananchi waliweza kupaza sauti na kuonyesha mabango yenye ujumbe wa kutaka serikali iwape kipaumbele wananchi katika masuala ya uchumi, ajira na gharama ya maisha. Hali hii ambayo iliweza kusababisha hotuba ya rais kukatizwa mara kadhaa, huku kelele za kuzomea zikiendelea kuongezeka, na wale ambao walisikika wakizomea rais waliweza kufukuzwa na kutolewa kwenye mkutano huo na wakielekea barabarani ili kuweza kumzomea rais alipokuwa anaondoka. Kutokana na hali ya sintofahamu ambayo iliweza kuzuka, walinzi waliweza kumzunguka Rais Samia Suluhu na kumuongoza kuondoka eneo la tukio ili kuhakikisha usalama wake pamoja na viongozi wengine wa CCM ambao walikuwa wamehudhuria hafla hiyo. Na baadhi ya wananchi wameweza kuzungumza na kusema kuwa walisisitiza kuwa hawakuridhishwa na uongozi wa serikali ya CCM, wakidai kuwa viongozi wanapaswa kusikiliza sauti za wananchi na kuhakikisha haki, uwajibikaji na maendeleo vinatangulizwa mbele ya masuala ya au maslahi ya kisiasa, huku wakisisitiza kwamba viongozi wa CCM wamekuwa wakijali tu maslahi yao binafsi na bali hawajakuwa wakizingatia maslahi ya wananchi. Lakini tungependa tu kusikia kutoka kwako, tuandike maoni yako kuhusiana na hili swala nzima. Rais Samia Suluhu aliweza kusindikizwa na maafisa wa polisi kutoka eneo la tukio, na waandalizi wa hafla kwa kushirikiana na vyombo vya usalama waliamua kumuongoza rais kuondoka jukwani ili kuepusha taharuki zaidi na kuruhusu umati kutawanyika kwa utaratibu. Na wachambuzi wa masuala ya kisiasa katika tukio hili wameweza kuelezea kuwa tukio hili linaonyesha umuhimu wa viongozi kuendelea kujenga mazungumzo na wananchi na kushirikiana pamoja na malalamiko yao kwa nia ya kidemokrasia, ili viongozi
serikali pamoja na viongozi wa upinzani pamoja na wananchi wa kawaida waweze kushirikiana na kutatua matatizo ambayo yanakabili nchi. Kumbuka kelele za kuzomea ziliweza kuongezeka wakati Rais Samia Suluhu alikuwa anaendelea kuhutubia hotuba yake, na baadhi ya wananchi wakaanza kuondoka uwanjani, huku wengine wakipaza sauti wakisema kuwa sherehe za kuwakumbuka mashujaa zinapaswa kuendana na kuheshimu haki na uhuru waliopigania, na kuwa serikali ya haiheshimu wale ambao waliweza kupigania uhuru wa nchi, na kuwa wanatekeleza mambo ambayo wazungu walikuwa wanafanya, na pia kuwa ni uongozi wa kikabila pamoja na uongozi wa udikteta. Lakini maoni yako ni yapi? Tuandike tu maoni yako hapo chini, tungependa kusikia kutoka kwako kuhusiana na hili swala nzima, wakati Rais Samia Suluhu alikuwa anahutubia nchi na kuzungumza kuwa wanaheshimu wale wote ambao waliweza kupigania uhuru wa nchi, na tarehe 25 mwezi wa Julai ni siku ya kusherehekea, ama ni kumbukumbu ya kusherehekea wale ambao walipigania uhuru wa taifa, huku wananchi wakisisitiza kwamba hakuna maana ya Rais Samia Suluhu kusherehekea siku ya kuwakumbuka wale ambao walipigania uhuru wa taifa, lakini wananchi wanaendelea kuteseka, wananchi wanaendelea kutekwa nyara, viongozi wa upinzani hawapewi nafasi ya kujieleza, pamoja na vyombo vya habari pia vimenyimwa nafasi ya kujieleza. Lakini maoni yako ni yapi? Tungependa tu kusikia kutoka kwako, tuandike maoni yako hapo chini, na pia usisahau kubonyeza alama ya like na subscribe hapa chini, na asante kwa kufanya hivyo. Hadi wakati mwingine.